Tukitoka katikati ya jiji la Nairobi, nataka tuelekee hadi katikati mwa nchi ya Kenya, kule katika kaunti ya Nyeri ambapo mwenzangu Clement Masombo amekuwa akifuatilia hali katika eneo hilo la kati. Hali imekuwaje? Leo imekuwa tofauti ambapo waandamanaji wameshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Kirinyaga, Kiambu na Nyeri ambapo wamefanya uharibifu mkubwa. Je, tathmini ya hali sasa hivi ni vipi katika eneo hilo la Nyeri, Masombo? Naam, shukrani sana Yeri. Ni kweli kama ulivyotaja kwamba leo tulishuhudia maandamano katika baadhi ya miji mikuu katika eneo hili la kati ya nchi. Hapa Nyeri kulikuwa na maandamano makubwa sana. Idadi ya watu waliojitokeza ilikuwa ya juu ikilinganishwa na wale ambao pengine walijitokeza kwenye maandamano ya mwaka jana. Kulikuwa na hali kama hiyo katika mji wa Meru, Murang'a, Nanyuki na hata Kerugoya ambayo iko katika kaunti ya Kirinyaga. Lakini licha kuwa kulikuwa na maandamano ambayo yalikuwa ya amani sana, saa za asubuhi ilipofika mwendo wa kama saa 10, saa 11 hivi kulishuhudiwa na uporaji ambao ulifanyika. Kwa mfano hapa katika mji huu wa Nyeri, lile duka kuu la Naivas ambalo liko 2 mita chache kutoka hapa ambapo nilipo lilivamiwa na wale ambao walikuwa pia wanashiriki maandamano ya leo, na wakabeba bidhaa za kiwango ambacho bado hatujajua kilikuwa kiwango kipi cha fedha. Na kando na ile duka la Naivas pia kulikuwa duka ambalo ni jirani hapo ambalo ni duka la kuuza miwani ambalo pia lilivamiwa na wale waliovamia hapo pia wakabeba kila kitu ambacho kilikuwa mle dukani. Kando na hiyo pia kuna ile benki ya NCBA ambayo iko katika jumba moja tu na hilo duka kuu la Naivas hapa mjini Nyeri, ambayo pia walipata fursa ya kuingia, walivunja mlango wakaingia na wakabeba baadhi ya bidhaa kutoka kwenye benki hiyo ya NCBA. Na katika mji wa Nanyuki, kaunti ya Laikipia, maduka mawili yamevamiwa. Tunazungumza kuhusu duka la kuuza bidhaa za urembo la Best Lady pale mjini Nanyuki, vile vile duka la kuuza viatu la Bata. Hayo ni maduka mawili ambayo yamevamiwa kule Nanyuki. Na katika kaunti jirani ya Embu pia kumeshuhudiwa na hali ya uvamizi na uharibifu kule katika kaunti pale mjini Embu, duka kuu la Madhai, benki ya National Bank, afisi za NSSF, afisi za KRA na vile vile hoteli ya Capital pale mjini Embu ndizo ambazo kufikia sasa tumepata taarifa kwamba zilivamiwa na bidhaa kadhaa kubebwa kutoka katika maeneo hayo yote. Lakini licha hayo pia hapa mjini Nyeri tunaweza ripoti kwamba watu wawili wanauguza majeraha baada ya kupigwa risasi na maafisa wa polisi wakati ule wa makabiliano ya kuwafurusha wale ambao walikuwa wanaingia katika wanalenga kuingia katika hayo maeneo ambayo yamevamiwa. Lakini pia tuliona afisa mmoja wa polisi ambaye alifumaniwa na raia na vile vile alipigwa, na tunaamini kwamba saizi pia mahali yuko hospitalini pia akiguza majeraha. Maana ile hali ambayo pia alikuwa amepigwa, alifumaniwa na raia na kupigwa, pia lazima hakuachwa wakiwa katika hali nzuri. Kwa hivyo licha kuwa haya maandamano yalifaa kuwa ya amani ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya mwaka jana ambapo baadhi ya vijana wa Gen Z waliuawa kupigwa risasi na maafisa wa polisi na wengine wakaachwa na majeraha, mwisho yaligeuka na kuwa fursa ya wale ambao walikuwa na nia mbaya, nia ya kuvuruga, kuvunja amani na kuvuruga na kuzua vurugu na vile vile kuvamia baadhi ya maduka na kusababisha uharibifu. Yeri. Asante sana Clement Masombo kwa kuweza kututaarifu na kupatia tathmini ya hali ilivyo katikati mwa nchi, hususan katika kaunti ya Nyeri ambapo awali kulishuhudiwa uharibifu mkubwa na uvamizi wa waandamanaji katika baadhi ya maduka makuu ya kibiashara katika kaunti hiyo. Rais William Ruto ametoa onyo kali kwa waandamanaji ambao hii leo